Wakizungumzia kuhusu tukio hilo, ndugu wa Samira walisema walikuwa katika harakati za usafishaji karo ambalo limeziba, na ndipo alipoona mkoba wa nguo za Samira pamoja na mabaki ya mwili vikielea na kusitisha kazi hiyo mara moja na kuripoti kituo cha polisi Mazizini Jumamosi tarehe 4 mwezi huu. Binafsi kwa miaka 3 sijamuona. Kama hivyo hamuoni mnachukua jitihada gani za watu muone kwa jitihada ya kwanza kabisa wanapata kutoa taarifa polisi. Sawa, lakini baada ya muda anakuwa narudi. Unaelewa? Yaani kama mazoea haya. Mweza mfuko mbona kama wa mtu haje kuingia mbuzi wala kitu gani itasukuma. Basi akaendelea kutoa kidogo, kichwa kinaelea, bichwa upo. Kaambia ndo kabisa. Nikalitoa kaambia hichi bwana kichwa cha mtu natulia, acha wazi. Waziri wa Kazi, Uwezeshaji Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto, Mheshimiwa Maudlin Cyrus Kastiko, akiambatana na naibu waziri wa wizara hiyo Mheshimiwa Shadia Mohamed Suleiman, walifika kuifariji familia ya Samira na kushuhudia mabaki ya mwili wa Samira zikiwemo nywele wakati kazi ya usafishaji wa karo ikiendelea. Mheshimiwa Maudlin amelani vikali kitendo hicho cha kikatili alichofanyiwa mwanamke huyo na kuitaka jamii kuwa na upendo kwa watoto na jamii kwa jumla ili kuishi kwa amani na ustawi. Amepatikana katika mazingira. Ndiye alikuwa mwalimu, amefundisha miaka chungu zima, amekuwa ni mtu msomi, fanya kazi zake. Unaona? Kwa kweli jambo la kusikitisha hasa kwa Zanzibar. Kwa nini tunaendelea kujenga ukatili? Zanzibar nataka kutia aibu. Tulikuwa ni watu wa kupendana, kusaidiana, kushirikiana. Mwenye mwenzako akiuma ukucha tunamwambia ukienda kwa Salema dawa utapewa dawa fulani. Anakuelekeza. Lakini leo nadhani anangoja ukatike kabisa kutia kwenye karo ishie huko. Na hali yenyewe ni kutia manguo, ukatie na mikoba, ukatie na kila kitu, maana yake huyu mtu kasafiri. Asionekane kama yuko hapo mahali. Ni kitu kinatisha sana. Pia ameitaka familia ya Samira kuwa na subira kufuatia tukio hilo. Akithibitisha tukio hilo kwa njia ya simu, Kamanda Polisi mkoa Mjini Magharibi, Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi Hassan Nasir Ali amethibitisha kutokea tukio hilo na kueleza kwamba mabaki ya mwili wa Samira yako polisi kwa uchunguzi zaidi. Samira alikuwa mwalimu katika skuli mbalimbali za Unguja ikiwemo Haile Selassie. Nikiripoti kutoka Kimbe Samaki, Sharifa Maulid.